Sauti ya bunduki ilinilaza chini sakafuni, karibu nishii kwenye nguo msikilizaji. Si mchezo. Ghafla palikuwa kimya. Wateja wote na baadhi ya wapita njia kwa nje walijikuta wamelala chini. Msikilizaji, asante Mungu tupo pamoja tena hapa. Amen. Mimi bwana, wewe ndio unaendelea kuwa rafiki mwema kwangu. Si vibaya kama utakumbuka kunipa likes zako na ukawa subscriber wangu. Sawa eh? Masabuna Simulizi inakuletea sehemu ya 3 ya simulizi nzuri sana ya kijana mtanashati, msomi, tajiri, anajiamini, ana hofu ya Mungu, alafu eti hajatumika. Mwisho wa sehemu iliyopita ulikuwa ni kwamba Mary ametoboa msikilizaji. Baada ya kumaliza degree yake ya kwanza, amepata kazi nzuri, maisha mazuri, na pia amepata mpenzi ambaye amemaliza kabisa kimapenzi, kwani ndio alikuwa mwanamume wake wa kwanza, na pia alimpa zawadi za gharama na safari za nje. Mary alikolea kabisa. Alichokuwa anasubiri ni ndoa tu, maana na pete pia amevalishwa. Ila hakujali sana swala la ndoa. Alitosheka na maraha na mahaba aliyokuwa anapewa. Na msikilizaji, muda wa kufunga benki ulibakia kama dakika 15. Wafanyakazi tulikuwa katika kukabidhiana makabrasha ya pesa za watu kama unavyojua kazi za benki. Mara nilisikia wana chini. Mlio wa bunduki ulisikika. Nilishtuka, nililala chini ya kaunta nilipokuwa nimesimama na tetemeka. Ile kaunta ilikuwa ni ambao kulikuwa na uwazi kidogo. Ukipeleka jicho unaweza kuona aliyesimama upande wa pili. Mara nikasikia purukushani, mtu akisema lete. Nilipeleka tena jicho kwenye ule uwazi chini ya kaunta. Moyo wangu ulipasuka, mapigo ya moyo yakawa juu kama mizimie. Sikuamini macho yangu. Niliona sura ya mtu niliyokuwa namfahamu kabisa. Mtu mwenye umbile kubwa sana, mwili uliokuwa umejengeka na kifua kipana. Alikuwa ameshikilia machine gun mkononi. Amemkanyaga mlinzi mgongoni. Jambazi aligeuka upande nilipo. Niliona sura yake vizuri kabisa. Hakuwa amevaa maski, bali alivaa kofia aliivuta mpaka usoni. Lakini nilijua sura yake. Msikilizaji, nilishtuka sana. Alikuwa ni Deogratius, schoolmate wangu kabisa. Ndio, ni yeye kabisa. Nilijiridhisha. Nilipata uoga, nilijirudisha chini, nilijilaza kabisa sakafuni. Nilijifanya nimezimia kabisa. Haikupita hata dakika 5, pakawa kimya tena. Nilimsikia mlinzi akisema, "Msitoke, subirini kwanza. Hawajafika mbali hawa, wanaweza kurudi." Huku akifunga milango. Nilijiinua taratibu pale chini sakafuni, hoi kabisa, huku nikitafakari. Jamani, hivi ni kweli au naota? Huyu mtu amekuwa jambazi? Msikilizaji, tukio la ujambazi lililotokea, mteja aliibiwa milioni 80. Wajambazi walimfuatilia kutoka mbali, maana hata kabla hajakabidhi pesa zake, waliingia benki watu 5, mmoja akiwa na bunduki mkononi. Wawili walitoka na ule mfuko wenye fedha, walipanda pikipiki. Wengine waliingia kwenye gari aina ya Range na kutokomea. Watu walikuwa wamelala chini, walizoazoa pale chini. Kila mtu alishukuru kupona. Hakukuwa na muathirika. Hata mlinzi alikuwa amekanyagwa na yule jambazi aliachwa salama. Viongozi waliitisha kikao, tulikumbushwa mambo mbalimbali ya kiusalama. Basi tulifunga ofisi. Mdogo kwa wasiwasi nilienda paki, nikaingia kwenye gari yangu. Moja kwa moja nirudi nyumbani. Nikiwa njiani niliwaza sana, nikajisemea, huyu kaka ni mkatili kweli. Si yuko wapi siku hizi? Kwa shughuli hii huenda hata makazi maalum hana. Tukio lilikuwa linajirudia mara kwa mara kichwani kwangu. Nilipofika nyumbani niliwakumbuka wadogo zangu. Nilimpigia simu Michael, simu ilipokelewa chap. Sisi, hata mimi nilikuwa nakufikiria. Tulisalimiana, tukapiga stori za hapa na pale, kisha nikaamua kumsimulia kile kisa na kumkumbusha mtu mwenyewe. Kipindi kile baada ya seke la barua kabla ya kuniumiza mkono, alilazimishaga kuja nyumbani kwetu
kumsalimia baba. Walikuja wote watatu na marafiki zake wengine. Michael aliniambia, namkumbuka yule jamaa, alikuwa ananiongelesha sana mimi. Maisha sijui yamempiga, hatari na nusu. Usijali sister, nitafuatilia. Nitakupa mrejesho. Basi tuliagana na mdogo wangu Michael. Nikampigia Joel. Simu yake ilipokelewa na sauti ya mwanamke. Mwenye simu kalala, nimwambie nani? Nikamwambia dada yake. Samahani, niwamshe? Hapana, nikakata simu. Nilipokutana na mpenzi wangu Joel nilimsimulia kila kitu kuhusu lile tukio, lakini naye sikumwambia ninamfahamu Deogratias. Joel hakufuatilia sana mazungumzo yangu. Alinitaka nivae tutoke. Si unajua mwisho wa wiki tena msikilizaji. Kama kawaida, alinipeleka kiwanja kimoja huko Bagamoyo karibu na bahari. Siku hii Joram alielewa sana. Wala nikashangaa, nikamuuliza, "Mbona umeelewa sana? Utaendeshaje gari?" Kwa sauti ya kilevi aliniambia, "Atuondoke hapa. Nimechukua room mpaka kesho." Mbona hukuniambia nichukue nguo za kubadili?" "Usijali, uko na tajiri. Nguo ziko kwenye gari." Basi, nilinyamaza. Nilikuwa mimi situmii kilevi msikilizaji na wala sishawishiki. Bali ya wazazi wangu kunihusia sana nifanye yote, lakini ulevi niombe Mungu aniepushe nao. Bahati nzuri sijawahi kutamani pombe. Usiku ule Joram alisahau simu yake bila kuizima kama kawaida yake tukiwa pamoja. Simu iliita sana. Joram alisikia na kutazama tu. Nilipomuuliza mbona upokei, aliniambia, kuna mtu anataka nimwazime pesa. Mtu mwenyewe tapeli tu, achana nayo." Basi asubuhi kulikucha, alinirudisha nyumbani. Hakukaa kama siku zote, aliondoka muda huo. Siku zilipita msikilizaji. Nikawa nimesahau kabisa lile tukio. Bize na kazi kama kawaida au niko na mpenzi wangu Jora. Naam, siku moja nilijisikia kupita kwenye mgahawa mmoja kunywa chai asubuhi kabla sijaenda kazini. Niliingia mgahawani, palikuwa na watu wachache, ila nilikaa kwenye kiti cha mlangoni. Niliagiza kisha nikawa nimejinamia naangalia simu yangu. Mara nilishtuliwa na sauti nzito ya kiume. "Dada Mary, habari yako?" Nilipoinua uso, nilimwona Deogratias mbele yangu. Msikilizaji, nilishtuka sana. Nikajisogeza nyuma na kuinuka haraka sana karibu nidondoke. Alinishika mkono huku akicheka sana. "Mary, kulikoni? Mbona unataka kunikimbia jamani?" Aliniachia na kunisalimia. "Nakusalimia tu Mary. Habari ya masiku mshikaji wangu. Na kuona mambo yako super, mrembo wangu ulinitosa." Nikamjibu kwa wasiwasi, "Sijambo." Aliniomba tuketi. "Mary, nimekuja hapa kupata kifungua kinywa kabla sijaenda kazini kama wewe. Naweza kukaa karibu yako?" Aliposema hivyo nilizidi kumwogopa maana nilikuwa naijua kazi yake. Kabla sijamruhusu alikaa. Kwa sauti ya upole kabisa aliniambia, "Mrembo, nazijua habari zako. Uko na mwanaume tajiri sana hapa mjini. Anakupa kila kitu. Pesa, anakufurahisha kitandani, si ndio? Ila hajakupa moyo wake. Si kwa ubaya, nakuambia hivi, ukishamalizana naye usisite kunitafuta. Mimi ndio mumeo Maria. Unasikia? Naumia sana kukuona na mwanaume mwingine, lakini nakuapia mimi ndio mume wako. Jamaa hapa amepita tu. Wewe sio type yake kabisa. Ukisikia nimekufa, ujue ni kwa ajili yako. Ukisikia nimefungwa, ujue ni kwa ajili yako. Ukisikia Deo amehama nchi, ni kwa ajili yako." Deo alitaka kunishika mikono, nikajiondoa haraka na kusogea pembeni. Aliinuka akasema, "Naona nakukosesha amani. Basi naondoka. But take my word Maria. I love you with all my heart. I'm waiting for you." Msikilizaji, hamu ya kunywa chai yote ilinitoka kabisa. Maneno yale yaliniingia na kuniogopesha sana. Nilijisemea, Mungu wangu, huyu jambazi anataka nini kwangu? Nikavuta picha. Aliponipigaga akanitegua bega kipindi kile tunasoma. Nikavuta picha nilivyomwona na bunduki mkononi.
ilibaki na tetemeka. Leo alihamia meza nyingine, alikunywa chai kisha alitoka. Hakunisemesha tena. Niliona isiwe kesi. Mdogo nilizama kwenye parking, nikaingia kwenye gari yangu. Kaika zangu nipo za Injili. Refresh mind. Siku yangu iliisha vibaya. Nilitamani kumwambia mpenzi wangu Joram, moyo ulikataa. Niliogopa pengine asingeniamini, angedhani na mchiti. Nilimpigia mama simu, nilitamani kumsimulia kila kitu. Pia moyo wangu ulikataa nisije umtia wasiwasi na uoga mama yangu. Nikaamua kukaa kimya. Naam, Mary anasema maisha yaliendelea vizuri tu, sikuonana tena na Deo popote. Nilitamani pia kumsimulia bosi wangu, lakini nikaona itakuwa sawa hapa kazini. Maisha yaliendelea. Kipindi ambacho Deogratis alianza kunifuatilia, ilikuwa tayari penzi langu na Joram limetimiza zaidi ya mwaka mmoja. Siku moja nilikata shauri na kumuuliza mpenzi wangu Joram, "Baby, lini ndoa yetu? Natamani kuzaa sasa, umri unaenda." "Aha, my love, usijali, kuna issue ikikaa sawa, basi mambo yatakuwa okay." Joram alinipa jibu rahisi tu, huku akinipa mabusu na kuamsha wadudu wangu. Basi ilikuwa ikifika hapa mimi napoa kabisa, nasikilizia tu utamu. Msikilizaji, Mary upoa kabisa ndani ya mahaba mazito alikuwa akipewa na mpenzi wake, ambayo yalimshahaulisha madai ya ndoa na hatima ya penzi lao. Benki yetu ilitangaza nafasi za kazi, kipindi ambacho baadhi ya wafanyakazi walikwenda masomoni, wengine walistaafu. Rozi alikuwa ni mmoja waliobahatika kujaza hizo nafasi. Nilimpokea Rozi kwa mikono miwili. Nilimpa uzoefu kwa moyo mmoja. Alikuwa ni mpole sana, mchapakazi, tulizoeana sana. Alinichukulia kama dada na mimi nilimuona kama mdogo wangu. Tulikuwa na ushirikiano mzuri sana katika kazi. Wiki iliisha, ilikuwa ni mwisho wa mwezi. Nilipita sokoni, madukani kununua mahitaji muhimu ya mwezi. Saa 10 jioni nilikuwa nimeshafika nyumbani. Nilikula nikajilaza kusubiri mtoko. Lakini mpaka ikafika saa 3 usiku sikupata simu wala SMS ya Joram. Niliamua nimtafute, lakini simu ilikuwa inaita mpaka inakata. Na Jumapili hivyo hivyo. Nilitamani kwenda nyumbani kwake, ila kama machari alinicheza, nikajisemea, nisije kufumania nikajiponza bure. Na msikilizaji, ilikuwa Jumatatu nyingine tulivu. Kulipambazuka mapema sana, majira yalikuwa yamebadilika saa 11 kamili. Kulikuwa kweupe kabisa. Basi nilitoka mapema sana kwani sikuwa na kiporo cha usingizi wikendi hiyo. Nilikuwa nimelala tu. Barabara ilikuwa bado magari ni machache. Nilifika kazini mapema sana. Niliandaa mpangilio wangu wa kazi kabla wateja hawajaanza kuingia. Niliamua pia ni print kabisa statement ya mpenzi wangu. Rozi naye alifika, alinikuta nina print. Alivyoona jina la kampuni akaniambia, dada Mary, hii kampuni naifahamu, inalipa vizuri na inajali sana wafanyakazi wake. Mkurugenzi wa hii kampuni ndio amenifanyia mpango wa kazi hapa kupitia shoga yangu mmoja ambaye anafanya kazi pale. Kamshika mkurugenzi kweli na hisi wataoana." Moyo ulifanya nikamuuliza, "Kweli unamjua mkurugenzi wa hii kampuni? Hebu nione kama unayo picha yake." Akasema, "Mbona picha ninazo za kumwaga? Kuanzia Ijumaa jioni tulikuwa wote na shoga yangu Zanzibar. Nilimsindikiza. Ndio tumerudi hata sijafika nyumbani. Wao wameenda zao sijui wapi, maana wana nyumba nyingi za kufikia. Claire ni wa udugu wangu sana tu.
Ndio maana hajapenda tufanye kazi ofisi moja, maana tusingefanya kazi. Na hivi yeye ndio mama bosi. Basi Rose alifungua simu yake na kunionyesha picha. Joram anaonekana katika video na mpenzi wake wa miaka mingi tokea wanasoma chuo huko Nairobi, Kenya. Mrembo Claire Bero Masawe, binti mchanganyiko, mama yake Mkikuyu, babake Mmarangu wa Moshi. Msikilizaji, ilikuwa ni video iliyomuonyesha wazi wazi mpenzi wangu Joram akiwa ufukweni Zanzibar kwenye hoteli ya kifahari. Nilijikaza nikajisemea, kumbe kweli unamjua na huyu ndio mchumba wake. Ndio yeye. Basi nilibaguza nikakatisha maongezi. Lakini nilifanya mbinu zangu, nikaipata ile simu, nikaziforward zile picha zote kwenye simu yangu. Muda wa kuendelea na kazi ulifika. Rose alienda sehemu yake ya kazi bila kugundua hali yangu mbaya niliyoipata baada ya kuziona zile picha, na wala hakujua kama nimeforward zile picha kwenye simu yangu. Msikilizaji, Rose naye ni binti mrembo ambaye ametoka kwenye familia tajiri. Anaishi na wazazi wake bado. Anatumia usafiri wake kuja kazini. Msikilizaji, penzi la Mary kwa Joram limeingia mduduwasha. Je, ndio limefika mwisho? Nataka kumjua binti Claire Bero Masawe aliutekaje moyo wa Joram na si Mary. Mahaba yote yale jamani. Kwa hiyo Joram alikuwa anamtumia Mary kama kachumbari ya kunogesha penzi lake na Claire Mkikuyu, ambaye ndio alikuwa biriani chakula pendwa hapa mjini. Haya, Kajambazi naye ana jambo lake kwa Maria. Anasema akimkosa atahama mji. Nini kitaendelea? Nani anapenda na nani anapendwa? Naam msikilizaji, sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri ya maisha na mapenzi inaishia hapa. Usikose kusikiliza nini kitaendelea. Pia ukiwa na muda sikiliza simulizi zingine zilizopo hewani na Sabuna Simulizi Channel. Kwa support yako na kukumbusha tena msikilizaji, pia usisahau ku-like, kushare na kusubscribe. Sawa Bonyeza kengele ili uwe wa kwanza kupata sehemu ijayo ambayo itakuwa sehemu ya 4. Bye bye.